Tukihesabu unapiga tukofi sisi moja mbili tatu. Haya jamani, piga moja. Piga moja. 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 Hata moja. Hata moja. Hata moja. Hata moja. Hata moja. Chuma. 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 James. 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 Nafuta. Nafuta. Moja. Baba sasa katikati. Kweli kabisa Nazungumza na mwenyekiti wa Sheuma kuhusiana na maandamano haya ya amani kuelekea kumpokea Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba. Mwenyekiti, kulikoni? Awali yote kama unaona umma wote huu, kama unaona kelele za wajasiriamali na umma wote huu, wote ni wajasiriamali, kwa maana ni wafanyabiashara wa chini kabisa. Siku hii ya leo katika mkoa wa Iringa tuna ziara kubwa sana ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Shabaha ya maandamano yetu ni kuangalia na kuweza kupata matokeo ya kesho yetu, kwa sababu tunajua dhamira kubwa ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu Samia Suluhu Hassan Daktari dhidi ya Watanzania wote, haswa hususani sisi wa jasiriamali, kwa maana ya kwamba yeye kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kuonesha dhamira ya dhati kulitambua kundi hilo la wamachinga, kwa maana wajasiriamali wadogo, na kuwarasimisha, na zaidi ya yote kuwapa fursa na kuwatambua. Zaidi ya yote aliweza kutoa fursa, kwa maana ya kwamba kuwajengea masoko au maeneo rasmi na maeneo huru ya kufanyia biashara ili wasiweze kubuguziwa. Na mkoa wetu wa Iringa mpaka sasa kuna takribani ya masoko yasiyopungua 6 ya kiujasiriamali
Lengo letu kubwa ni kwamba leo hii tumekusudia kwenda kuongea na waziri mkuu ili kuweza kuweka utaratibu na usmati na kufanya sheria za nchi yetu kwa maana ya manispaa yetu Iringa, ili ya kwamba wafanyabiashara holela waweze kufanya biashara kwa utulivu na amani katika maeneo rasmi, lakini pia kusio kuna masuala ya uvunjaji wa sheria kwa maana ya wafanyabiashara holela wasiopo barabarani, ili ustawi wa maisha yetu kwa maana ya ujasiriamali tuweze kukua toka ujasiriamali wa chini tufike wakati wa utoa ujasiriamali wa kati na tuweze kuwa wafanyabiashara wakubwa kwa ustawi wa maisha yetu na halmashauri na serikali kwa ujumla. Na mlichokifanya ni nini? Ni maandamano, mgomo au mapokezi? Haya ni mambo mawili. Mambo ya kwanza ni maandamano ambayo yanaenda kupeleka ujumbe, lakini jambo la pili ni mapokezi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mtendaji wa serikali yetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kupeleka hoja zetu, kumwambia aweze kufanya nini, kwa sababu yeye akitoa tamko leo inakuwa ni dawa na inakuwa ni suluhisho kwa maagizo ya viongozi wetu wa mkoa, wilaya na mkurugenzi wetu, ili maisha yetu yaweze kukaa sawa katika halmashauri yetu ya Iringa na mkoa wa Iringa. Mara zote machinga mmekuwa mkikaa vikao na viongozi mbalimbali wa manispaa ya Iringa na mkoa. Vikao vyenu vimeishia wapi? Of course ni vikao vinavyokuwa vitoe matokeo asilimia 100. Ndio maana leo hii tunaamini kupitia waziri mkuu ambaye ndio kiongozi mkuu wa ofisi ya TAMISEMI, kwa maana ya kwamba leo hii atakapotoa tamko itapunguza ule muendelezo wa vikao visivyo na matokeo, na mwisho wa siku tukawa na vikao vyenye matokeo ya ustawi wetu. Kitu cha kwanza ambacho tunapendekeza, kitu cha kwanza ni kwamba maeneo ya masoko, maeneo yote yaliyojengwa masoko kwa maana ya soko kuu, Mlandege, Zizi, Ngome, Pogoro, yote ambayo ni hapo masoko ya halmashauri yamejengwa, basi hilo tunatamani sana Mheshimiwa Waziri Mkuu leo aweze kutoa tamko kwamba hayo ndio yazingatiwe na yaweze kuwa sehemu ya utekelezaji. Lakini sambamba na hilo, namna ya ambayo serikali ina dhamira gani tufahamu juu ya wajasiriamali wadogo na wafanyabiashara wadogo, inafikiria kuwalea na kuwakuza ili waweze kuwa wafanyabiashara wakubwa, lakini pia waweze kujengewa uzalendo ya kujenga nchi yao na kuifanikisha katika hali ya kuwawezesha na kuweza kuwa sehemu ya mchango mkubwa wa huduma, kwa maana ya kwamba ulipaji kodi na ustawi wa halmashauri na mkoa na nchi kwa ujumla. Nyie mna tofauti gani na wafanyabiashara hao nyie mnawaita holela? Tofauti sio kubwa, ni mtazamo. Kwa maana sisi tuna mtazamo wa kwenye maeneo rasmi kwamba kesho yetu tunaweza ikapatikanika kwenye maeneo rasmi. Hawa wafanyabiashara holela ni kwamba wanatumia ule mwanya ambao sisi tulianza nao ili na wenyewe waweze kupata nafasi ya kuweza kufikirika. Lakini zaidi ya yote ni kwamba kwa sasa ilivyo, kwa ulimwengu wa leo ulivyo, serikali yetu imejipambanua sana. Haifikiri katika hali ya ufanyabiashara holela kwa sababu ni uvunjaji wa sheria. Maana yake nao tunataka wabadilishe mtazamo, mindset zao zibadilike ili ziangalie kesho yao kwa ustawi wa maisha yao na kuwa tija katika serikali yetu. Basi ni chama cha wafanyabiashara wadogo maarufu SHIUMA ambao tukizungumza nao hapa wote walitoka huku, na ndio tumeuliza kwamba tofauti yao wao na hao ni nini. Wote wanatafuta mkate, lakini kwamba wanachotaka kwamba wote wawepo katika maeneo yaliyopangwa ili kutogawanya wateja. Hii ni Matukio Daima Update, nami ni Francis Godwin, na haya wanasema si maandamano, haya ni mapokezi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ambaye leo yupo mkoani Iringa, na wao pamoja na yote kwamba wanataka kwenda kumshirikisha juu ya swala zima la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye aliagiza wafanya biashara ndogo wapangwe, lakini kwa manispaa ya Iringa wanadai kwamba hawajapangwa vilivyo, wanataka wapangwe tena. Mimi ni Francis Godwin.